Habari popote pale ulipo, karibu sana. Jina langu ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona. Ulimwengu wenye zaidi ya watu bilioni 8 na kila mmoja akiwa ni sehemu ya mkazi wa eneo fulani, lakini hapa sisi makutano yetu ni ya kujadili masuala mbalimbali ya kimataifa, na ndipo kituo maalum cha Multipolar Vision, sehemu ya maono ya watu wengi. Hata pengine kile ambacho unakifikiria kwa upande wa pili wa shilingi kinaweza kuwa ni sehemu ya mjadala kwenye eneo hili ambalo tutawakaribisha wadau mbalimbali, wachambuzi mbalimbali kwenye kuyafahamu mengi mno yanayoendelea ulimwenguni. Lakini leo mjadala wetu mkubwa utagusa mkutano mkuu wa Shanghai Cooperation Organization. Nitakukumbusha sehemu ya kumbukumbu iliyobaki kuwa alama ya tarehe mosi Septemba 2025, ambapo hapa zaidi ya mataifa 30 katika mkutano mkuu wa 25 wa Shanghai Cooperation Organization, kwa maana CSO, ambao mkutano huu ulikuwa ni mkubwa zaidi katika historia ya ushirika ambao kimsingi ulikuwa toka ulipoanza mpaka hivi sasa. Na hapa ulifanyika katika nchi ya China, Tianjin, ambapo kimsingi yalikutana mataifa na viongozi wa mataifa 30 katika majadiliano ya vitu kadha wa kadha, ukiongozwa na taifa la Russia chini ya Rais Vladimir Putin, lakini pia vile vile China Xi Jinping, na taifa kama Korea Kaskazini na mataifa mengine ambayo yalikuwa sehemu ya mkutano huu katika majadiliano kadha wa kadha. Lakini sehemu ya mjadala huu nipo hapa na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, Godfrey Mchungu. My brother, habari yako? Salama, vipi? Salama kabisa, kwema? Upo vizuri? Mimi niko vizuri, niko njema, sijui wewe. Asante sana. Katika ulimwengu wa diplomasia na makutano ya viongozi, neno multipolar vision kwa mtazamo wako unalitafasiri vipi? Yes, kwanza ni kwamba kwenye siasa za kimataifa kuna dhana sisi inaitwa hegemonic power. Hegemonic power ni uwezo wa taifa kuwa na nguvu ya uwezo wa kijeshi, diplomasia na kiuchumi. Lakini kwenye siasa kimataifa kuna kitu kinaitwa polar. Polar maana yake ni kuwa kiranja kwenye siasa za kiulimwengu. Yaani kufanya maamuzi kwenye siasa za kiulimwengu. Sasa dunia tangu kuisha kwa vita ya pili ya dunia imepitia kwenye hatua 3 za msingi. Tunasema kuna unipolar politics, taifa moja kiranja kuamua siasa za kimataifa. Ndio tunasema ni baada ya vita baridi, tunasema kipindi cha unipolar politics. Vile vile tulipitia kipindi cha bipolar politics. Kwa maana mataifa mawili ya Urusi na Marekani walikuwa wanashindana siasa za kimataifa, lakini tumeingia kwenye kipindi cha multipolar politics. Siasa za dunia ambazo zinaamuliwa na nyanja nyingi. Tumeona sasa hivi tutashangaa kwa mfano mataifa ambayo yana nguvu ya kiuchumi na kijeshi, kuna Urusi, China, Marekani, Japani na hizo nchi ambazo zinaitwa nchi za tiger country, nchi ambazo zinakuwa, ambapo wachambuzi wengi wa kiuchumi wamefanisha kwamba ni nchi ambazo zinakimbia kwa kasi ya tiger. Kwa hiyo multipolar politics kwenye nyanja ya diplomasia inamaanisha uwezo wa taifa kuwa na nguvu ya ushawishi wa kijeshi, diplomasia na kiuchumi, na kama nilivyosema kwamba dunia imepitia kwenye phase 3. Bipolar politics baada ya vita baridi, unipolar politics baada ya kuanguka kwa Sovieti, na multipolar politics baada ya nguvu za China na uvamizi wa Urusi mwaka 2014. Sasa sisi tunakaribisha kwenye multipolar vision, uwezo na nguvu ya kimawazo yanapokutana hapa, ambapo kimsingi hakuna kikwazo kwenye haya mawazo kwa kila mmoja ambaye ataketi kwenye kiti hiki kwenye majadiliano haya ili tupate kile ambacho chenye tija zaidi. Godfrey, nimeeleza hapo awali ya kwamba mnamo Septemba mosi mwaka 2025 Shanghai Cooperation Organization kwa maana ya CSO, ambao ulikuwa ni miongoni mwa mkutano mkubwa zaidi katika historia ya ushiriki. Lakini mkutano huu ulimalizika katika mji wa Tianjin nchini China, na moja kati ya mkutano ambao umehudhuriwa na zaidi ya viongozi 30 wakiwemo kiongozi wa Korea Kaskazini, unazungumzia Kim Jong-un, waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico, naye pia alikuwa ni sehemu ya mkutano huu. Rais wa Serbia pia alikuwepo, Mr. Alexander Vučić, lakini pia vile vile alikuwepo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwenye mkutano huu. Lakini washirika wengine ni Russia, China na mataifa mengineo ambayo yalikuwa ni sehemu ya ukaribisho, ikiwemo India ikiongozwa na Modi na mataifa mengine. Moja kitu ambacho nimetamani na nimewiwa kukifahamu ni kuhusiana na mkutano huu, umuhimu wa CSO kwa siasa za kimataifa.
ni upi hasa? Unaweza kutupitisha kwenye hii Shanghai Cooperation Organization. Nini hasa imebeba? Yes, kwanza hii ilianza mwaka 2001 kutazama. Pale ambapo mataifa manne ambayo tunasema yanakuwa kwa kasi ya kiuchumi, mataifa ya China, Urusi, India na Pakistani yaliamua kutengeneza ushirikiano ambao wanakuja kushirikiana kiuchumi, kisiasa, hata kidiplomasia. Lakini kwa muda mrefu tangu miaka 25 utaona kwamba ni mkutano ambao umekuwa ukichukua nafasi mbalimbali za kimataifa. Sasa safari hii ukitazama ilikuwa ni nafasi ya China kuonyesha nguvu zake kwa diplomasia ya kimataifa. Na kwa unafahamu kwamba China kiongozi wao Xi Jinping ambaye ameingia mwaka 2013, huyu anaongoza dhana ambayo inaitwa Chinese Dream. Na ni mkufahamu kwamba unapoizungumzia China unaizungumzia viongozi wanne wa msingi: Mao Zedong, Deng Xiaoping, Hu Jintao na Xi Jinping. Hao ni viongozi ambao kimsingi wamekuwa wakichukua China kuipeleka kwenye viwango vikubwa vya kimataifa. Okay. Sasa huu mkutano ukitazama na ukiangalia jiografia ya kimataifa, tunasema le geopolitical landscape, yani hali ya kisiasa za kimataifa, ni kwamba ulikuwa ni mkutano ambao kila taifa limeenda kuonyesha nguvu zake moja, vile vile kila taifa imeenda kuonyesha ushirikiano na dunia nyingine. Cha kwanza ni kwamba kwa Urusi mkutano ameutumia kujaribu kuiambia jumuiya ya kimataifa na magharibi kwamba mimi sijatengwa na ulimwengu, kwa sababu unapoitazama dunia ya watu bilioni 8, mataifa karibia 80 yanapatikana eneo la Asia Kusini. Tazama. Lakini vile unapozungumzia Urusi imewekewa sanction, vikwazo. Na kwa unafahamu kwamba kuna diplomasia wamekuwa wakitumia mbinu tatu. Wanasema sanction, vikwazo vya kiuchumi au vikwazo vya kisiasa, kuna boycott, kususia taifa, kuna masomo mbalimbali ya kiuchumi, na divestment, yani uwezo wa taifa kuondoa shughuli zake za kiuchumi. Kwa hiyo baada ya Urusi kuvamia Crimea mwaka 2014 na kuanzisha vita vya Ukraine mwaka 2022, magharibi wamemtenga Urusi. Kwa Urusi anatumia mkutano kutuma ujumbe kwamba mimi nina washirika wangu wa kimkakati ambao ni China, India, mataifa mbalimbali. Kwa China yeye ni ujumbe kwa magharibi kwamba kuna pola ya kimataifa, multipolar politics, ni kwamba haiongozi na Marekani peke yake. Hata mimi China ninaweza kuongoza siasa za kimataifa. Cha kwanza, nina watu wengi, watu takriban bilioni 1.5. Cha pili, mimi ndio kiwanda cha dunia. Dunia nzima 80% bidhaa zinatoka China. Kwa kimsingi ni kwamba kila taifa limejaribu kutumia mkutano kwa lengo la kuonyesha ushawishi wake kwenye siasa za kimataifa. Kwa kile ambacho umetueleza Godfrey, matokeo halisi ya mkutano huu ulikuwa ni yapi hasa? Yes, cha kwanza matokeo makubwa ni matokeo ya kiuchumi, kwa sababu kuna ulimwengu sasa hivi fronti za kimataifa ni uchumi. Dunia ilipigana kwenye vita vya moto ambao tunasema ni hard power. Dunia ilipigana kwenye vita baridi kusambaza itikadi. Lakini sasa hivi dunia inapigana kwenye masuala mazima ya kiuchumi. Namna gani ushirikiano wa kimataifa unaweza kulenga maslahi makubwa ya kiuchumi. Kwa Urusi, China na hizi nchi za kusini zimekuwa zikijaribu kuinua uchumi wake wa kimataifa. Na kimsingi ni kwamba tofauti ya nchi za kusini mwa Asia na Ulaya, Ulaya hawana watu. Unajua Ulaya nzima ina watu milioni 700. Ukichanganya na Marekani watu bilioni 1.1, lakini nchi za kusini zina watu bilioni karibia 5 mpaka 4. Kwa sababu India watu bilioni 1.3, China bilioni 1.5. Urusi kuna jiografia ya kimataifa, anamiliki tunasema mafuta na gesi. Unapozungumzia OPEC, mtu ambaye anaturufu ni Urusi ukiacha Saudi Arabia. Kwa hao ukitazama unasema kwa nini sisi tuna rasilimali muhimu za kimataifa, lakini tunaamuliwa siasa za kimataifa. Kwa kimsingi ni kwamba huu mkutano ulikuwa ni ujumbe kwa magharibi, na hata Trump akasema kwamba Kim Jong Un, Xi Jinping na Putin mnapanga njama dhidi ya Marekani. Kwenye hilo ambalo umeanza kuelezea kuhusiana na dunia ya magharibi, hususan taifa la Marekani likiongozwa na Rais Donald Trump, kuhisi kana kwamba mkutano wa CSO ni njama ya kuipindua Washington. Mawazo yake kwa nini moja kwa moja alifikiria hivyo na si kitu kingine cha tofauti? Cha kwanza lazima uelewe falsafa ya Trump. Trump anaongoza na falsafa ambayo inaitwa MAGA, Make America Great Again, kwa kwamba kuifanya Marekani kuweza kuwa kubwa tena. Lakini vile ukimtazama Trump anaongoza chama cha Republican. Republican hao ni watu ambao wanaamini katika mlengo wa kulia, waafidhina, watu ambao kulinda misingi, kuinua hadhi za taifa. Na kimsingi kwamba Trump anahisi kabisa kwamba nafasi ya Marekani inakuja kuchukuliwa dhidi ya taifa la China. Ndio maana alipoingia madarakani, taifa ambalo limewekewa kodi kubwa, tarifu na Trump, ni taifa la China.
takriban 50% ya bidhaa zote taifa la China. Kwa ni kwamba Trump anahofu kwamba nguvu ya Marekani imekuwa ikichukuliwa taifa la China. Na kimsingi ni kwamba kwenye dhana ya multipolar kuna kitu kinaitwa global power shift. Kwa kwamba kuhama kwa nguvu za mamlaka ya kidunia, kwa sababu lazima tufahamu kwamba duniani kuna kitu kinaitwa international order, utaratibu wa kimataifa, ambao utaratibu baada ya kuanguka kwa Sovieti mwaka 91 ulikuwa unaongozwa na magharibi. Tazama. Sasa ukitazama nguvu za China, ushawishi wa China kwa Afrika, ushawishi wa China kwa dunia, akitumia misaada kama soft power, imekuwa ni kama ni turufu dhidi ya nafasi ya Marekani kwa taifa la China. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kitu ambacho anasema Trump sio kitu ambacho unaweza kukichukulia katika hali ya kawaida. Achozungumza kina ukweli, kwa sababu China ina nguvu ya kiuchumi, ina nguvu ya kushawishi mataifa yote, yanageukia kama Beijing, kwamba ni mwendo mpya wa siasa za kimataifa. Yes. Kwenye hilo ambalo pia umelizungumza, natamani kufahamu hatari kwenye swala la kijeshi, kiuchumi na kisiasa ambazo pengine mkutano huu wa CSO zitapelekea kwa taifa la Marekani ni zipi hasa? Cha kwanza, ukiutazama mkutano na ukitathmini, tumeshuhudia kwamba Rais Xi Jinping ameweza kuonyesha makombora yake makubwa sana. Tunasema zile intercontinental ballistic missile, lakini vile ameweza kuonyesha makombora makubwa ya nuclear ambayo yanaweza kukimbia kwa spidi ya sauti, Dongfeng 16, Dongfeng 18. Lakini vile vile kitazama mkutano ambao unamhusisha Rais Vladimir Putin. Kama unafahamu kwamba Putin ni taifa ambao na Urusi yake anamiliki takribani vinu vya nuclear 7. Na katika ile security index ya kimataifa, Urusi anamiliki 45% ya silaha zote duniani. Kwa kimsingi ni kwamba ni hatari kubwa ya kimataifa. Uwepo wa Pakistani kimsingi amekuwa akimiliki silaha za kinyuklia. Kwa ni kwamba ni mkutano ambao kutazama sio tu mataifa ambayo yanamiliki rasilimali za msingi, lakini vile wamekuwa wakimiliki silaha za maangamizi duniani. Sasa hofu ya kuweza kwenda kufikia hiyo vita kubwa ya kimataifa ni kwamba ni ngumu, kwa sababu dunia sasa hivi kama nilivyosema kwamba inaongozwa na vita za kiuchumi. Namna gani ujasusi wa kiuchumi unachukua nafasi kuna front mbalimbali za kimataifa. Sawa. Mtazamaji ambao unafuatilia hivi sasa Multipolar Vision, sehemu ya makutano ya mijadala, lakini maoni hata kwako wewe unaweza ukaweka hapa na tukafanya sehemu ya mazungumzo yetu, hususan kwa siasa za kimataifa. Bila shaka umemsikia Godfrey Mchungu akielezea kwa kile ambacho tunakitazamia zaidi kuhusiana na mkutano uliofanyika Septemba mosi mwaka huu 2025 nchini China, uliokutanisha viongozi wa mataifa 30 wakiongozwa na taifa la China, Urusi, India, Korea Kaskazini na mataifa mengine ambayo yamekuwa ni sehemu ya majadiliano makubwa kwenye mkutano huu, ambapo mataifa ya magharibi yamekuwa yakiogofya namna ambavyo pengine huenda ikawa ni sehemu ya vikwazo ama changamoto kwenye mataifa hayo husika. Godfrey, natamani kufahamu kuhusiana na rais wa Urusi Vladimir Putin, pia ambaye alikuwa ni mmoja wa watu muhimu katika mkutano huu wa CSO. Tunaweza kusema kwamba vikwazo vingi vya kiuchumi na kauli za wanasiasa wa magharibi kuhusiana na kutengwa kwa Urusi kimataifa vilitupwa tena kwenye mkutano huu, ama ni athari gani ya Urusi ndani ya CSO? Kwanza ni kwamba duniani ukifanya tathmini katika mataifa 193, mataifa ambayo yamewekewa vikwazo ni mataifa matatu. Kuna Urusi, kuna Cuba, kuna Venezuela na kuna Iran. Yaani mataifa ambayo kimsingi yanaongozwa kuwekewa sanction, vikwazo vya kiuchumi. Utawala wa Biden ulipelekea vikwazo 400% kwa taifa la Urusi. Tukashuhudia zile bidhaa zao mbalimbali za kiuchumi barani Ulaya vikafanywa freeze, zikafungwa. Sasa kwa nini mkutano huu ni muhimu kwa Putin na Urusi? Cha kwanza, kuna urafiki kati ya Xi Jinping na Rais Vladimir Putin. Lakini kuna maslahi ya kijiopolitiki. Kuna kwamba maslahi ya Urusi na maslahi ya China yanafanana. Na hiyo unaweza kuiona pale ambapo Urusi na Putin alivyoshinda uchaguzi mwaka jana, kwa sababu Putin ameshinda uchaguzi mwaka jana. Ziara yake ya kwanza alienda kwa Xi Jinping kule Beijing, kwenda kama kumuunga mkono. Na kwa nini Putin anakuwa anaiangalia China kama taifa yake ya kimkakati? Kwa sababu namna ambavyo China anavyotazama Taiwan ndio sawa ambapo Urusi anapotazama Ukraine. Kutoka Taiwan mpaka China bara ni kilomita 121. Ni chache sana. Ni karibu zaidi. Lakini kutoka Urusi kwenda Ukraine ni nchi ambazo zinashia mpaka moja. Ukiacha Belarusi, Poland, Romania ni Ukraine. Kwa hiyo ni maslahi ya kiusalama wamekuwa wakiangalia haya maeneo kama ni maslahi ya kimkakati. Na kuna dhana ya Chinese Dream
wanaamini siku moja kwamba China atakuja kuichukua Taiwan ikifika mwaka 2049. Lakini kuna masa ya kiusalama, Putin anaamini kwamba Ukraine ni nchi yake ya kimkakati. Ndio maana kuna hivi vikosi vya kiuchumi, mtu ambaye anampa backup ya kiuchumi ni Xi Jinping. Amekuwa akinunua mafuta, akinunua gesi. Kwa hiyo na kama unafahamu kwamba vita vinahitaji uchumi. Kwa pale ambapo vikwazo vya kimagharibi vimewekwa dhidi ya Marekani kwa Urusi, Xi Jinping na China wamekuwa wakimsaidia Urusi kwenda kumpa fedha. Cha kwanza kufinance vita yake, lakini vile vile kwenda kuinua uchumi wake wa nchi ya Urusi. Kwa hiyo kwa namna jiografia ya dunia jinsi ilivyo, Putin hawezi kumwacha Xi Jinping. Na uzuri ni kwamba Putin atakuwa rais mpaka mwaka 2036. Xi Jinping chama chao cha CPC kimeamua kwamba yeye atakuwa rais mpaka mwisho wa dunia, kwa sababu Xi Jinping amewatoa kuna maskini watu milioni 300. Xi Jinping Putin tangia amechukua uraisi waziri mkuu mwaka 99, mwaka 2000 akawa rais, akamwachia rafiki yake Dmitry Medvedev. Tumeshuhudia kwamba ni kiongozi ambaye atakuwa rais mpaka mwaka 2036. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hawa mataifa makubwa, tunasema global leader, nchi za magharibi watakuwa wajipange dhidi ya ushawishi wa Putin na dhidi ya nafasi ya Xi Jinping na taifa la China. Kwenye hayo ambao umeelezea, kati ya jambo muhimu la msingi kwenye mkutano huu ilikuwa ni gwaride la kijeshi la China pamoja na vikosi vyake, ambalo kimsingi lilikuwa linaadhimisha ama linakuwa sehemu ya miaka 80 ya ushindi wa vita vya dunia, yes, Japan. Ambapo moja kitu nilitamani sana kufahamu, jeshi pamoja na kile ambacho China amekionyesha ni hatari ama ni athari ama ni onyo kwa mataifa mengine kuonyesha ukali wa jeshi ambalo China tayari wamejipanga nalo na vikosi pamoja na tunasema teknolojia za nyuklia ambazo wamezionyesha. Kabisa. China sasa hivi ni taifa kubwa duniani. China utazama ni taifa ambalo ukiangalia GDP yake takriban dola za Kimarekani trilioni 29. Marekani anakaribia trilioni 31-32. Kwa ni mataifa ambayo kimsingi yamekuwa yakikaribiana. Lakini kuna swala zima la kijeshi, China ni taifa ambalo lina watu wengi kama nilivyosema. Lakini vile vile ni taifa ambalo kitazama limekuwa lina jeshi lenye nguvu. Na namna ambavyo Xi Jinping aweza kuijenga taifa la China, kwa sababu ukienda kule China wanasema hivi, Mao alitupa uhuru, Deng Xiaoping alitufaa tuwe matajiri, Xi Jinping ametufaa tuwe na nguvu. Xi Jinping anaichukua China kuifanya kuwa na nguvu zaidi. Na tunaposema nguvu tunamaanisha uchumi, tunamaanisha jeshi, tunamaanisha ushawishi. Leo hii tangia Xi Jinping ameingia madarakani mwaka 2013 ameweza kuifanya China kuwa taifa lenye nguvu zaidi. Ametumia soft power. Kwa sababu anachokifanya China, anatumia dhana mbili za msingi. Kuna soft power na kuna hard power. Yaani kutumia ushawishi wa kijeshi, kwa mfano nguvu ambazo amezionyesha, na kutumia ushawishi wa kiuchumi. Kwa hiyo uchumi wake ni kwamba kutumia utajiri wake, kutumia diplomasia yake, kutumia ushawishi wake. Kwa hiyo yale mabomu makubwa intercontinental ballistic missile ukiyatazama inaweza kufika Marekani kwa sekunde 12 kutoka China. Inaitwa Dongfeng 16. Inakimbia katika umbali wa speed ya sauti. Kwa hiyo kwa ukitazama kwa Warusi nao inatuma ujumbe kwamba sio mabomu ya nyuklia nao Urusi peke yake, mpaka China vile vile anayo. Lakini vile vile ni ushirikiano ukitazama wa kimkakati kati ya Urusi na China kuweza kushirikiana kiusalama, kiuchumi na kijeshi. Nipe pengine umuhimu wa mkutano huu wa CSO kwa sekunde chache kwa kile ambacho umekielezea na kwa ufupi. Yes, kuna dhana nzima ya multilateral diplomacy. Kuna kwamba diplomasia ya watu wengi, mataifa mengi, ni kwamba mkutano ule ukifanyika kuna kitu inaitwa side meeting. Yaani viongozi wa kimataifa wanapata nafasi ya kuzungumza wao kwa wao. Kwa kuna kusaini mikataba ya kiusalama, mikataba ya kiuchumi na diplomasia. Kwa mataifa mengi ukienda yaliohudhuria mkutano yameweza kunufaika zaidi kiuchumi. Kwa hiyo kama tunavyojua kwamba sasa hivi dunia mbele ya safari inatajwa kwamba itakuja kuamuliwa na watu wa mashariki. Mataifa kwa mfano China, India, Singapore, Malaysia, Taiwan, Japan, mataifa ambayo kimsingi yamekuwa yakikua kwa kasi ya kiuchumi. Kwa hiyo ni lazima vile vile tujifunze kwa mataifa haya mashariki, kama vile ambavyo alivyosema Chris Patton kwenye kitabu chake cha West, anasema East and West. Namna gani mataifa ya magharibi yajifunze kwa mataifa ya mashariki. Godfrey Mchungu, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, ametueleza uhalisia wa mkutano huu wa CSO Shanghai
Organization Corporation, ambapo kimsingi ulifanyika Septemba mosi nchini China. Lakini lengo pia la mkutano huu ni kuendelea kuboresha mashirikiano ya mataifa ambayo kimsingi yameungana kwa pamoja na yale ambayo yamekuwa ni sehemu ya waalikwa kwenye mijadala mbalimbali na sherehe za miaka 80 China ambao walikuwa wakisherehekea. Moja kitu ambacho kilikuwa ni cha kuogofya, namna ambavyo teknolojia ya kijeshi ya taifa la China lilivyokuwa limekuwa zaidi kulingana na kile ambacho kinatazamwa zaidi. Lakini mwisho wa siku sisi tutaweka koma tu, majadiliano hayatakuwa na nukta, kwa sababu kila wiki tutakuwa ni sehemu ya kukusogezea sehemu ya mijadala kadha wa kadha kwa yale ambayo yamejiri kwenye mataifa mbalimbali, kwa kuyazungumza kwa pamoja, kwa lugha moja, kwa lugha rahisi kabisa. Hii ni Multipolar Vision MV. Jina langu ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, nilikuwa na Godfrey Mchungu. Asante sana kwa muda wako na wakati wako. Asante pia kwa wote ambao wameendelea kushiriki na sisi kwenye sehemu ya Multipolar Vision, sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili itakuwa ni mjadala wa namna gani. Endelea kusalia nasi.